Kwanza, mtu kuoa kwa siri, baadhi ya wanazuoni wamejuzisha kwa ajili ya kutaka kujuana tu kwa muda fulani, muda wa mwezi, miezi miwili, kisha atakuja kuitangaza ile ndoa. Hii wanazuoni wameiruhusu. Unajua wakati mwingine unaweza kuoa mke wa pili ukafikiri kwamba utapata utulivu ambaye hujaipata kwenye nyumba yako ya kwanza, kumbe huyu atakayekuja wa pili atakuja kukuharibia zaidi. Ndio maana kuna baadhi ya watu wanafanya hivyo ili kutaka kuangalia mwanzo hii ndoa itafanya kazi, lakini sheria imeweka angalau mwezi mmoja, miezi miwili, kisha baada hapo ni lazima utangaze kwamba mimi nina mke wa pili. Hauwezi kuendelea hivyo. Leo kuna baadhi ya watu wanaoa kwa siri kwa sababu ya kumwogopa mke wake wa kwanza. Nikimwambia katika hali gani ile nyumba ya kwanza itakuja kuvunjika, na saa nyingine amezaa naye watoto. Sasa kule anaenda kisirisiri tu, anakwenda wakati wa mchana, usiku yuko huku kama kwamba si yeye ambaye alitoka mchana kule. Sasa hii umakosa wake unakuja vipi? Jambo la kwanza, wewe hautofanya uadilifu ambaye ndio imewekwa ni sharti ya mtu kuoa mke zaidi ya mmoja. Mwenyezi Mungu aliposema kwamba fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', oweni wanawake ambao mnawapenda nyinyi, wawili ama watatu ama wanne, lakini sharti ikawekwa ni moja tu. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida, ikiwa mtahofia kwamba wewe huwezi kufanya uadilifu, hauwezi kufanya justice baina ya wake wawili hawa, basi oa mwanamke mmoja tu. Sasa hapa wewe utakuwa mwadilifu wa kujificha, ndugu yangu? Hauwezi kuwa mwadilifu, na mwadilifu ni katika kila kitu. Ukilala siku moja huku utalala siku moja, labda mmeelewana, mimi nitakaa siku mbili huku siku mbili huku, hiyo ni maelewano. Wewe leo unampa huyu nusu saa nzima, huku unampatia masaa 23. Kuna uadilifu hapo? Aya, wewe mwanzo kwanza, hata huyo mwanamke mwenyewe, vipi wewe leo utajenga naye akhira yako na wewe uko mbali na yeye masaa 23 haumuoni? Na saa nyingine inaweza kupita siku humuoni kabisa. Siku hiyo ukitoka na mke wako ule mwingine ndo kabisa huwezi kwenda kule, na unakataza asikupigie simu, hakuna mawasiliano wewe ukiwa naye kule, hata ile mapenzi itakuwa hakuna. Alafu jambo la pili, itokee kwamba wewe naye ukampa mimba huyu mke wa pili, akazaa watoto, wakazaa, baadaye nyinyi wazazi mkaja mkaondoka duniani, kuna hatari hawa watoto kuja kuoana na ni mandugu. Watoto wa familia ya pili hawajui watoto wa familia ya kwanza, wala hawajuani. Baba ameshakufa, mama ameshakufa, watoto hawa wamekutana mashuleni kule, university, kwenye biashara hapa na pale mtaani, wamekuja kuoana hawa, na hii imeshawahi kutokea nyingi sana. Hatari ndugu zangu. Wewe ikiwa leo unashindwa kumwambia mke wako wa kwanza, wewe bora uoe mwanamke mmoja. Wewe huwezi. Wewe ni jitu khawaf, na huwezi kufanya uadilifu baina yao ndugu yangu. Bora ubaki na mke wako mmoja huyo. Hii masala ya kuoa wanawake mpaka wanne si kwamba imewekwa kwamba ni lazima, ni katika jambo ambalo ni katika sunnatul muakkada. Lakini ikiwa wewe utahisi kwamba mimi siwezi kwa kweli, basi mimi sina haja. Leo kuna baadhi ya wanaume malasafu shadid, yeye mwenyewe kumwangalia mke wake wa mwanzo huyu ni tabu. Renti ya nyumba anashindwa kulipa, anashindwa kuwalisha sawa sawa, anashindwa kumvisha huyu mwanamke. Mwanamke ananunuliwa nguo moja baada ya miaka miwili. Halafu huyo akili alionayo ilikuwa finyo atataka kuongeza mke wa pili. Hakuna hiyo ndugu zangu. Hii ni makosa makubwa, na hii ni dhulma ambayo inafanyika. Unajua leo katika mtihani ambao walipewa hawa wanawake, ni sisi wanaume kuruhusiwa kuoa mpaka wanawake wanne. Hii aya katika surati an-Nisa, hawa wanawake wangeweza kuifuta, wangeifuta ndugu zangu. Hata kuna mmoja alikuwa akisoma na mke wake, wanasikizana, akisoma, huyu akisoma aya, huyu mwingine pia anasoma aya, huyu akisoma aya, huyu pia anasoma aya, wanasikizana mtu na mke wake. Ikafika kwenye hii aya na ndo mwanamke anafaa asome, basi yule mwanamke aliruka aliruka. Mume wake akamwambia, bwana soma hapo, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ni mtihani kwa kweli kwa hawa wanawake, illa man rahimallah. Umefahamu? Lakini wakati mwingine mwanamke anawajibi, mwanamume si kwamba eti yeye lazima aende aombe ruhusa kwa mke wake, lakini ni jambo la murua apate kuwajulisha kwamba bana mimi nakwenda kuoa mke wa pili. Si kwa sababu wewe mwanamke una kasoro au una udhaifu, ndio dini yangu imeniruhusu hivyo. Na leo kila mwanamume mmoja ataoa mwanamke mmoja, wanawake wengi watabaki bila kuolewa, kwa sababu wanawake ni wengi zaidi duniani kuliko wanaume.
Tena wanasema baadhi ya wadadisi wa mambo katika hawa wadadisi ni mara 3 au mara 4 zaidi, hata mara 5. Lao kila mwanamume mmoja atamuoa mke mmoja, wanawake wengi watabaki bila kuolewa, kwa sababu wanaume wengi ile lifespan yao ni ndogo, wanakufa haraka. Hao wanawake wanaishi sana ndugu zangu. Alafu wengi wamekufa katika vita, wengi wamekufa katika maradhi. Hata ukiona hii corona ilipokuja, wengi ambao wanaobebwa na corona ni wanaume. Wengi ambao wamekufa na maradhi ya ukimwi ni wanaume, na wanaume wengi wako jela. Sasa hawa wanawake kila mmoja akioa mke mmoja watabaki wengi, na tunaona katika alama za kiyama Mtume wa sallam anasema itafika wakati wanawake 50 watakuwa wanamkimbiza mwanamume mmoja. Kila mtu anataka huyu ndo amuoe. Wanawake 50, sikwambii 2 ama 3. Itafika wakati huo. Lakini hawa akiwa na mume wake ndo mume wa kwanza ameolewa naye, haruhusu mwanamume huyu aoe mke mwingine. Lakini lao ataachika au mume wake huyu atakufa, yuko tayari kuolewa kwa mwanamume mwingine, nyumba ya 4, wacha ya pili, ya 4. Lakini yake hapa haruhusu yeye. Lakini kwa wengine atakwenda tena, yuko tayari kufanya ile makosa ambayo mume wake lao angelifanya, yeye asingekubali kuolewa kwa siri. Hasa unashangaa wakati mwingine wanawake akili zao zinakwenda vipi yani. Ndio unaona wakaekewa sheria nyingi sana wanawake. Lakini Mungu ameyaleta haya kwa kheri yenu nyinyi wenyewe, ndugu dada zangu. Mnayakatalia haya mambo, mnaweka vikwazo nyingi kwa sababu wanawake wengine pia wamekataa. Wewe unataka kama wao, kumbe wewe huoni hali ya mwanamume. Na wanaume wengine wameumbwa na nguvu za ndovu ndugu zangu, nguvu ya kifaru. Wao si wanaume wote wako sawa. Mwanamke mmoja labda amtoshelezi bwana, ampi haki yake kisawasawa, anaambiwa oa mke wa pili. Anaoa mke wa pili, bado wanawake wawili wote hawa anawaona mswaki tu. Anaambiwa oa mke wa 3. Mke wa 3 bado anaona ni nyasi mbele yake. Oa wa 4. Sasa ikishakuwa wanawake wa 4 hawakutoshelezi wewe mwanamume, itabidi ukapimwe kwa hospitali. Angalia una matatizo gani wewe, una problem. Inawezekani wanawake wa 4 wote bado wewe umewashinda nguvu tu. Hii yote Mungu ameweka kwa sababu ya kuzuia maovu na kwa sababu ya kuleta adala katika ardhi na kueneza kizazi. Ina maheri nyingi ndani yake. Kwa ufupi ni hivyo tu. Lakini yule mwanamume ambaye ameoa kwa siri na ndo mara ya kwanza, hataki wazazi wajue. Kwa nini hataki wazazi wajue? Wewe mwanamke ujiulize. Hasatan hataki wazazi wako wajue, hataki wazazi wake wajue, kuna kitu hapa anaficha. Na hii imeshatokea nyingi sana. Anataka kutumia tu wewe kwa muda fulani, alafu baadaye aje akwambie bana, sasa hivi mimi siwezi tena kuendelea kuishi na wewe. Na wengi wa wanawake hawa wanachezewa hivyo. Mwanamume amekupenda, umempenda kwa sababu ya labda ya tabia zake, dini yake, murua yake. Mwambie bana, leta posa nyumbani. Hakuna hii mambo ya girlfriend na boyfriend, ndio tupendani mwanzo tujuane nje ya ndoa. Hakuna hiyo. Leta posa. Alafu inshallah tufunge ndoa. Mapenzi yanaanza kujengwa baada ya watu wameshaoana. Hii kabla tujaoana tunaanza kufukuzana huku, tunatujuana, tunatoka nje kwa siri. Hii yote ni mipango ya shetani. Ndio unaona wale wote ambao wanaopendana nje ya ndoa, mapenzi ndani ya moyo hujakatazwa, lazima utapenda. Lakini tena ile sasa kuanza kupigiana simu, kutoka nje pamoja, mara sisi tumekwenda wapi, matembezi. Hapa sasa tunafungua mlango wa fitna. Na ndio unaona leo hizi ndoa ambazo zinafungwa kwamba ni love marriage katika nchi za Europe na Amerika, watu hawaoani mpaka mwanzo wameshapendana. Tena wakienda mahakamani kufunga ndoa, yule jaji anawauliza mmependana miaka mingapi? Wanasema miaka 2. Basi anawaambia miaka 2 haitoshi, nendeni mkaongeze 2 mingine. Wanaporudi baada ya miaka 4, yule jaji anawaambia mmerudi sasa nenda mwanzo kaangalia huyu anaweza kuzaa huyu, kabla hujafikiria mambo ya kuoa. Na ndio unaona leo idadi ya talaka ndani ya nchi za Europe na Amerika ni kubwa sana. Wanasema imeshafika zaidi ya 66%. Na watu wameoana katika love marriage. Maana yake si kweli hiyo. Ile ni ya kishetani ile. Ya kikweli ni mtu amemuona mwanamke, peleka posa ndugu yangu. Usitake makubwa. Usione watu wanafanya wewe pia unataka kufanya kama wao. Kwanza hakuna kuaminiana baina yenu. Wewe huwezi kumwamini mke wako tena ikiwa ulifanya naye kitendo hata kama ni kumbusu peke yake. Vipi utamwamini na mtu utaamini hata akienda kazini ama ukimwacha nyumbani peke yake? Kila mara utakuwa ndani ya wasiwasi. Lakini angalia ndoa ya Kiislamu ndugu yangu. Inajengwa mapenzi baada ya watu wameshaoana.
Sasa ndo mapenzi yanaanza kujengwa kutoka pale. Hii ya nje ya ndoa na kwa siri tena. Huyu ana hidden agenda huyu. Hataki watu wajue kuna kitu nataka kufanyia wewe alafu baadaye aje aruke. Na hii imeshatokea wengi sana. Na ndoa ni furaha, wewe wajulishe watu wako, yeye wajulishe watu wake. Sawa? Watu walete pamoja, inaleta furaha katika maisha, watu wapate kusherehekea. Ndio Mtume alipomuona Abdurrahman bin Auf amevaa pete na ananukia marashi, akamuuliza umeoa? Akamwambia ndio. Maana yake alikuwa hajatangaza ndoa yake. Mtume akamwambia aulim walau bisha, fanya chakula cha harusi, walima, hata japo kwa kuchinja mbuzi mmoja. Ndio akachinja mbuzi mmoja, watu wote wakaja wakajua fulani kumbe ameoa. Ni sifa hiyo ndugu yangu. Wewe leo unaoa kwa siri, unaacha kitu kikubwa katika jamii. Vijana wengi hapo wanataka kuonekana kwamba wao bado hawajaoa, yeye bado ni mdogo tu, mwingine anafanya kule nje kwa siri, ni mengi makubwa zaidi. Tunafungua mlango wa fitna, tunampa shetani nafasi ya fitna katika maisha yetu. Sisi tunaona kwamba ni watu wajanja, tumesoma, kumbe hatujui, tunaharibu wakati mwingine.